Mtazamaji wa Kivu Morning Post TV, jambo na karibu kufuata taarifa ya habari katika lugha bora sanifa ya Kiswahili. Kwanza muktasari. Mapigano makali yameendelea hii siku ya tatu kuna njia ya Rugezi Paminembwe kati ya wapiganaji wa Twirwaneho wanaoshirikiana na AFC M23 na wazalendo wanaoshirikiana na FARDC pia na jeshi la Burundi. Twirwaneho inachungia wazalendo kuanzisha mashambulizi katika eneo hilo. Kwa habari zingine, liwali wa jimbo la Kivu Kusini aliwasili Uvira baada ya miezi mitatu. Alipofika alitangaza mwisho wa vita. Na kwa upande mwingine, habari za kisiasa zinaendelea kusemea kuhukumiwa kwa waziri mkuu wa zamani wa Kongo Matata Ponyo. Maoni kutoka shirika ya raia na wapinzani yanasemeka hapa na hapa. Kundi la wapiganaji Twirwaneho linaloshirikiana na waasi wa AFC M23 liliwachongea wapiganaji wa wazalendo wanaoshirikiana na jeshi la Kongo kuanzisha mashambulizi Parugezi karibu na Minembwe hii siku ya tatu Mei 21, 2025. Maelezo na Ben Muhima. Tangu Jumatatu tarehe 19 Mei ya mwaka huu, jeshi la Kongo, wapiganaji wa wazalendo, wanajeshi wa Burundi na kundi la FDLR wameanzisha mashambulizi ya pamoja zidi ya raia wa Banyamulenge huko Rugezi. Mapigano bado yanaendelea. Kuna kampeni ya mauaji ya kikabila. Tunatoa wito kwa wapiganaji wa Maimai wazalendo, hasa vijana wa Bafuliru na Babembe wanaotumiwa na serikali ya Kinshasa. Ni wakati wa kuchagua amani na kuishi pamoja na Banyamulengi badala ya kujiingiza kwenye mauaji yanayoriti hata jamii zetu, imesema Twirwaneho kupitia ukurasa wao wa X. Twirwaneho imekumbusha jamii ya taifa na kimataifa kuwa inatetea amani na umoja. Lakini kwa sababu ya hatari hii inayoendelea, tuna haki ya kujilinda na kuwalinda raia, wameongeza. Jumanne, wapiganaji wa wazalendo wakiongozwa na Jenerali Ngoma Nzito walitangaza kuwa wamechukua tena mji wa Rugezi katika Basimukuma baada ya kufukuza wapiganaji wa Twirwaneho wanaoshirikiana na AFC M23. Kwa miezi kadhaa, mapigano makali yameripotiwa kati ya AFC M23, washirika wa Twirwaneho na wazalendo, washirika na jeshi la Kongo na Burundi. Hii inatokea wakati pande zote mbili zinapashwa kuwa kwenye mazungumzo huko Doha, Qatar. Mapigano haya yamesababisha wakaaji wengi kukimbia. Liwali wa jimbo la Kivu Kusini Jean-Jacques Purusi alirejea jana Jumanne Mei 12, 2025 katika mji wa Uvira, mji mkuu wa jimbo hilo. Alipofika alikaribishwa na viongozi wa kisiasa pia wa kijeshi wa mahali. Alikuwa akisindikizwa na naibu waziri wa mambo ya ndani anayeshughulika na masuala ya kimila Jean-Baptiste Ndeze. Jean-Jacques Purusi alitangaza mwisho wa vita. Maelezo na Blaise Basabose. Gavana ametangaza mbele ya wananchi kwamba vita imeisha, akisisitiza kuwa sasa kitabaki kuwa historia. Nimeleta ujumbe wa amani na faraja kwa sababu wananchi wamewaza kupinga adui Rwanda na mashirika wake. Nimeleta ujumbe wa kutoka kwa rais wa jamhuri kwamba vita karibu imeisha. Wananchi ambao bado wako chini ya utekaji wanapashwa jua kwamba vita hii sasa iko nyuma yetu, alisema Jean-Jacques Purusi. Mbele ya wananchi alilaani pia
kuongozwa kwa idadi bandia ya askari katika jeshi la FARDC na kwa upande wa wazalendo katika eneo ya vita. Tumesikia kwamba kuna marafiki wanaokula mishahara ya wanajeshi. Hii ndiyo sababu Raisi wa Jamhuri amebadilisha mwelekeo kwa kufanya uteuzi mpya katika jeshi. Mambo lazima yabadilike. Makosa ya zamani haipaswi rudiliwa. Ukisema una idadi ya askari 10,000 kwa mfano, utaambiwa uende ukatuoneshe hao majeshi. Raisi hataki tena mchezo huo, amesema Jean-Jacques Purusi. Matamshi haya yanakuja wakati mji wa Uvira ukikombwa na uongezeko wa hali ya kutokuwa na usalama linalosababishwa na wanamgambo wa wazalendo. Wiki za hivi karibuni, matukio ya usalama yameripotiwa katika eneo hilo kufuatia mapigano kati ya jeshi la Kongo na mashirika wake wazalendo, wote wakiwa katika vita dhidi ya waasi wa AFC M23. Katika telegramu kutoka kwa jeshi la FARDC, wametoa tangazo la kumstaki Luteni Kanali Nkulu Delphin anayetuhumiwa kufuza na kuiba mishahara ya majeshi kwa kikosi kia 11e Brigade katika eneo hilo. Mapigano yameripotiwa katika jeshi la Kongo likishirikiana na wazalendo na jeshi la Burundi likikabiliana na waasi wa M23 katika vijiji kadhaa vya mkoa wa Kivu Kusini. Vita vinavyoongezeka licha ya mazungumzo yanayoendeka huko Doha. Nyumba 13 ziliteketea na vitu vingi vya samani kuunguzwa wakati wa mkasa wa moto uliotokea katika kijiji cha Buhozi Pamudusa katika mtaa wa Kabare usiku wa Jumanne 12 hadi Jumatano 21 Mei 2025. Ilikuwa saa 8 ya asubuhi. Kufuatana na matamshi yake François Mbalama, kiongozi wa shirika la raia ya Mudusa, chanzo cha moto huu ilikuwa uwekaji mbaya wa umeme ndani ya nyumba hizo. Anatoa wito kwa watu wenye moyo mwema kuwasaidia familia hizi ambazo hazina makazi katika kipindi hiki kigumu. Viongozi wa 6 wa ofisi waliwekwa jana siku ya pili katika idara ya afya ya jimbo la Kivu Kaskazini mbele ya mkurugenzi makamu wa ofisi ya Kiliwali Bahati Erasto. Sherehe hiyo ilikuwa njia ya kurasmisha viongozi hawa kwenye kazi na kuwaita kwa ushirikiano na kuwahudumia raia. Kitengo cha afya cha jimbo la Kivu Kaskazini kinaongozwa kwa sasa na Daktari Bia Kinzikiku. Tawi la mkoa la Frivao kwa manufaa ya wakaaji ambao walikuwa wahanga wa ukatili uliofanywa na jeshi la Uganda UPDF kati ya mwaka 1998 na mwaka 2000 huko Bazuele lilianzishwa katika mji wa Buta, mji mkuu wa jimbo hilo. Na kwa mwisho, waziri mkuu wa zamani wa Kongo Augustin Matata Mponyo, ambaye sasa ni mbunge wa kitaifa, alihukumiwa hii siku ya pili na mahakama ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kifungo cha miaka 10 ya kazi ya kulazimishwa. Anashutumiwa kuiba zaidi ya dola milioni 200 za pesa za umma kwa mradi wa mulimo wa viwanda vya Bukanga Lonzo. Hukumu hii ya pili
imeleta changamoto kali katika tabaka za kisiasa na miongoni mwa wanamemba wa shirika la raia. Jospin Hangi kwa maelezo zaidi. Hukumu hii imezusha majibu makali miongoni mwa viongozi wa kisiasa na wanaharakati wa shirika za raia. Seneta wa Kongo Francine Muyumba ameita serikali ili kumaliza ufisadi kwa ujumla. Ameomba mamlaka zisimamishe wizi wote wa utawala na kurejesha fedha zilizoporwa. Huyu amesema ya kwamba hukumu ya Matata Ponyo ni malipo ya kisiasa. Pia ameonyesha ya kwamba wale walioko madarakani sasa wanawajibika kwa udhaifu na wanapaswa kuacha kumlaumu rais wa zamani Joseph Kabila. Kulingana na mahakama, kati ya dola milioni 279 zilizotolewa na hazina ya umma ni dola milioni 34 pekee zilizoelekezwa kwa miradi, huku nyingine zikichukuliwa. Shirika la Kongo kwa ufikiaji wa haki limetangaza hukumu hii ikiona kama onyo kwa wanyongaji wa fedha za umma na limeahidi kufuatilia utekelezaji wa uamuzi wa mahakama ya katiba. Kwa upande wake, Lucha imeonyesha kwamba kashfa ya Bukangalonzo haiwezi kupuuziwa. Imehimiza kwamba mawaziri wa karibu wa Tshisekedi kama Constant Mutamba akiepuka mashitaka itakuwa vigumu kuzungumzia haki na utawala wa sheria. Mbali na miaka 10 ya kazi ya kulazimishwa, Matata Ponyo pia amehukumiwa kutokuweza kugombea kwa muda wa miaka 5. Ni mwisho wa taarifa hizi toka Kivu Morning Post TV. Asante kwako wewe ambaye uliyetufuata. Kwa heri.